Ndugu zangu wakazi wa Chemchem, naweza kusahau kujitambulisha jina langu. Mimi naitwa Kaspa. Nimebahatika pia kupewa jina na baba yangu, naye baba yangu anaitwa Kaspa, na sisi uko wetu ni mdogo tu, unaitwa Mmuya. Kwa hiyo mimi jina langu ni Kaspa Mmuya. Mimi ni katibu tawala wa mkoa wa Dodoma. Nimekuja hapa nikiwa na baraka zote kutoka kwa Mheshimiwa Rosemary Staki Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma. Nilimwambia, mama, jambo ulioelekeza lina faida kubwa sana kwa wakazi wa mkoa wa Dodoma. Kwa miaka mitatu iliyopita, jambo hili Mheshimiwa Rosemary Staki Senyamule alikuwa analifanya, lakini alikuwa anafanya katika eneo moja tu mkoani pale. Alikuwa anawaita wawakilishi wachache kutoka katika kila halmashauri na wadau wengine wa maendeleo ndani ya mkoa wa Dodoma, wanakaa wanaanza kujadili maendeleo ya mkoa wa Dodoma katika kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alifanya hivyo kwa mwaka mmoja, akafanya kwa mwaka wa pili, akafanya kwa mwaka wa tatu. Sasa mwaka huu alivyoona mafanikio yamekuwa makubwa sana ndani ya mkoa huu, akaona mbona akiwaita watu wachache, taarifa hizi hazitafika kwa watu wengine, lakini mbona kuna watu wengine kutoka katika kata wamefanyiwa mambo makubwa sana na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini hawana muda au hawapewi nafasi na wao wakamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndipo wazo hili akalisema, naombeni sherehe za mwaka huu zifanyike katika ngazi ya kata. Diwani wa kata hii akiwa ndio mwenyekiti wa maendeleo ndani ya kata hii, yeye amepokea fedha nyingi sana baada ya kupeleka maombi yake kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini ameshirikiana na wananchi wa hapa. Fedha zile zilikuwa zinajadiliwa katika vikao vya maendeleo na vinapitishwa mipango ile, wanaunda kamati mbalimbali kutekeleza miradi mbalimbali ambayo wamefanya. Leo hii ndani ya miaka minne Mama Samia ametoa shilingi bilioni 3,772,577,000 na shilingi 379. Hizo ni fedha nyingi mno. Katika historia ya nchi hii, tokea Kondoa hii mji imeanzishwa, haijawahi kupokea fedha kama hizo. Nilikuwa najaribu kugawa tu hapa, ukiwajumlisha watoto wakubwa, akina mama, akina baba, wote ndani ya kata hii, fedha hizi ukizigawanya, kila mtu ndani ya kata hii amepokea fedha shilingi 471,000 na kitu. Hela ni nyingi mno, lakini hela hizi zimekusanywa kwa pamoja, zikatengeneza miradi ambayo leo hii ndio tuna furaha, kwa sababu ndio inatupatia udongo. Mimi ni shahidi wa maendeleo katika kata hii. Katika kipindi cha mwaka mmoja nilichokaa tu na nyinyi ndani ya mkoa huu, nimetembelea sehemu nyingi nikiangalia miradi ya sekta ya afya, sekta ya elimu, maji, ardhi mlivyopanga, barabara. Kuna ujenzi mwingi unafanyika, lakini umeme ni wenyewe mnajua. Angalieni jinsi gani shule mpya zilivyojengwa, lakini kuna madarasa mengi yameongezwa katika shule za zamani. Kuna ukarabati mkubwa umefanyika katika shule, lakini watoto wetu hawakusaulika pia. Wamejengewa bweni, wamejengewa shule. Tulikwenda pale tena, tulimleta kiongozi mkubwa sana ndani ya nchi hii, Daktari Philip Isdor Mpango. Alikwenda akaenda kuwasalimia watoto hawa, na nakumbuka aliwapa na zawadi, na tulitembelea majengo yao. Majengo ni mazuri mno. Leo hii nikiwaona, kwa nini wasiungane na wazazi wao katika kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan?
Kitendo hiki mlichokifanya wananchi wenzangu wa kata hii ya Chemchem sio jambo dogo. Kuna watu wanapita wanaenda kulala, wanapita wanaenda kulala, hawajui mambo makubwa aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo hii mkija kuangalia mfano tu wa miradi midogo ambayo ameleta hapa, ni miradi 10 tu. Hii ni michache, nafahamu mimi. Hii ni michache. Lakini ona ujenzi wa madarasa amejenga. Katika shule moja tu madarasa 14 amejenga. Na hii madarasa yapo katika hiyo shule sekondari ya Kopakacha. Lakini angalia amefanya ukarabati katika shule ya msingi ya Kondoa. Shule hili haikuwa vile, imekaa miaka mingapi? Si miaka mingi. Kwa nini imefanyika kipindi hiki? Ni kwa sababu ya upendo wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa watoto wa shule msingi pale. Lakini tukumbuke ujenzi wa mabweni katika shule, mabweni mawili katika shule msingi Iwoni. Mabweni yale leo hii wanakaa watoto wetu. Lakini wengine walikuwa wanatoka mbali. Leo hii wamepata mabweni ya kulala pale shule. Tuangalie matundu ya vyoo 8 yamejengwa katika shule ya sekondari. Tuangalie ofisi ya mtaa wa Iboni imejengwa. Sasa nani hawezi kujua kuna barabara 24 za mitaa nazo zimefanywa matengenezo? Kwani nyinyi wananchi mlikuwa muone, mbona mkufanya kipindi hiko kabla Mama Samia? Amefanya kipindi hiki kwa sababu ya upendo aliokuwa nao kwa wananchi ambao leo hii tumekaa tunamshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Zaidi ya hiyo, kulikuwa na changamoto ya maji, lakini amefanya uchimbaji na usambazaji wa maji katika baadhi ya maeneo, mfano kwa Pakacha amefanya. Lakini kuna usambazaji wa umeme amefanya katika mitaa yetu. Na tumewekeza katika kaya maskini kupitia mradi wa TASAFU. Kuna hapa kaya nyingi zimepata fedha au huduma mbalimbali kupitia mradi wa TASAFU, ambaye Mheshimiwa Rais alikwenda kuzipata fedha hizi kwa ufadhili na akazingine akazitoa ndani ya serikali yake, akaunganisha, akatambua hizi kaya, na kila mwezi, kila kota wanapata huduma hii ya fedha kwa ajili ya kuboresha na kuondoa katika ile maskini, ili watu wote sisi tusisabika kama ni sehemu ya maskini. Lakini tukumbuke kuna mikopo ilisimamishwa kipindi fulani hivi. Mikopo ile 10%. Mkurugenzi wetu huyu amepewa majukumu. Katika majukumu yake ni pamoja na kukusanya fedha kutoka kwenye kodi mbalimbali au vyanzo vingine vya mapato. Na alielekezwa ukikusanya kwa wananchi 10% ya fedha hizo lazima zibaki kwenye halmashauri husika. Fedha hizo zielekezwe 4% kwa wanawake, 4% kwa vijana, na 2% kwa watu wenye mahitaji maalum ambao ni wenye ulemavu. Lakini leo hii nimeambiwa vikundi 18 vya wanawake, vijana na wenye ulemavu wamepata faida ya kupewa fedha hizi kama mkopo. Sasa lengo ni nini? Lengo ni kumfanya kila mwananchi katika nafasi yake aondokane na umaskini, aondoke kwenye kipato kidogo na yeye au na pato kubwa, na tuweze kuijenga nchi yetu kwa shughuli za maendeleo ambazo utakuwa unazifanya. Mimi nimeelekezwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu nije kuwapongeza kwa dhamira mliokuwa nayo wananchi wa Chemchem ya kumshukuru Mheshimiwa Rais na kumwahidi maneno mazuri ambayo mlikuwa mnasema hapa. Maana nimesikia hapa kulikuwa na ngoma hapa inaitwa Bengwa. Hapa walikuwa wanaimba hapa, baadaye wanasema Samia, wanaonyeshaga hivyo. Walikuwa wanasema Samia mitano tena. Sijasikia vizuri msimo mnasemaje? Samia mitano tena. Samia mitano tena. Sijasema mimi, ni nyinyi ndio mnasema, na mnasema kwa sababu aliyofanya ni makubwa na mnatamani aendelee kufanya makubwa zaidi ya haya. Mimi naamini hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Na maendeleo hayaji kama kuwasha umeme na kuzima. Yanakuja taratibu, lakini inakuja kwa hatua kubwa katika kipindi hiki cha miaka 4 ambacho Mheshimiwa Rais amekaa.